Tanzania inafanya maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwaka huu 2025. Pamoja na mambo mengine, tumeona taasisi mbalimbali, watu binafsi pamoja na mashirika wamekuwa wakitoa matamko kuombea uchaguzi kuwa wa haki, salama na uchaguzi uishe pasipo kuleta changamoto zozote zile. Leo tunakutana na askofu wa kanisa la Gilgal Church Ministries International, Askofu Eliab Sentouz, ambaye ametoa wito na angalizo kwa wadau wa uchaguzi mkuu kuepuka uhasama kutokana na tofauti zao za kisiasa, ili hata baada ya kukamilika kwa mchakato wa uchaguzi huo Tanzania iendelee kuwa kisiwa cha amani. Askofu Sentouz, ambaye pia ni mwenyekiti wa taasisi ya kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake Tanzania TAKURAWA kanda ya Ziwa, ametoa rai hiyo wakati wa maadhimisho ya wiki ya watoto yaliyoanza Juni 9 hadi 15, ambapo kanisa hilo limetumia wiki hiyo kutafuta shilingi milioni 7 ambazo zinatarajiwa kutumika kukamilisha ujenzi wa kanisa jingine la watoto zaidi ya 200 watakaolitumia kufanyia ibada. Ninatambua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na uchaguzi unatuhusu sote, ni jambo la kikatiba, ni jambo la nchi. Bahati nzuri mimi niliyesimama hapa niko kwenye taasisi inayoitwa TAKURAWA. TAKURAWA kirefu chake ni taasisi ya kumwombea rais na wasaidizi wake, na katika kanda hii ya Ziwa mimi ndio mwenyekiti. Mimi ni mwenyekiti wa TAKURAWA kanda ya Ziwa, na miongoni mwa mambo ambayo tunayo sasa ni kuombea huo uchaguzi na kuendelea kutoa elimu kwa wadau mbalimbali wa uchaguzi katika ngazi ya wanamaombi, kwa sababu sisi hatuendi zaidi ya ngazi ya wanamaombi. Kwa katika ngazi ya wanamaombi tunaomba, lakini pia tunatoa elimu kuhusiana na uzalendo katika swala zima la uchaguzi. Sasa wito wangu kwanza ni utoe kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio wenye sifa, wale wenye umri na sifa za uraia ambao wana haki ya kupiga kura. Mimi ni waombe kwamba wajiandae kupiga kura. Ule mchakato wa kuboresha daftari, kama kuna maeneo haujakamilika, yale maeneo napenda kutoa wito wahusika waende wakakamilishe mchakato wa kuboresha taarifa zao kwenye daftari ya wapiga kura. Jambo la pili ambalo nadhani nilisemee ni siku yenyewe ya kupiga kura. Siku yenyewe ya kupiga kura watu waende, na mtu akishaenda kupiga kura apige kura. Wale ambao si wanasiasa kama mimi, tusiwe na ushabiki mkubwa sana. Sisi tutekeleze wajibu wetu wa kupiga kura, tukimaliza turudi nyumbani. Wanasiasa wana shughuli yao ya kuhakikisha kwamba kura zao na vyama vyao zinahesabika kwa haki. Hao nao naotoa wito pia wafanye jambo hilo katika moyo wa uzalendo zaidi, sio katika moyo wa uhasama kati ya chama kimoja na chama kingine. Lakini pia wito wangu pia ni kwa wasimamizi wenyewe wa uchaguzi ambao ni tume, pamoja na wengine wote ambao kisheria tume inawatumia kusimamia uchaguzi. Mimi ni mtu wa kiroho na mimi naamini kabisa kwamba haki ni jambo la kimungu, na sisi watu wa Mungu lazima tuambie watu wanaosimamia kuhakikisha kwamba wanatenda haki. Wajue kwamba wagombea wote na vyama vyote vina nafasi sawa na vinaomba ridhaa za wananchi. Kwa hiyo wale ambao wanasimamia wahakikishe kwamba kila chama wanakitendea haki yake inayostahili. Kila mgombea wamtendee kwa haki anayostahili. Lakini pia dola ina utaratibu wake wa kufanya ulinzi, kuhakikisha kwamba taratibu zote zimeenda kama zinavyotakiwa kuwa kwa mujibu wa sheria. Wale wa dola nao wanaofanya ulinzi nao pia waende kwa kazi hiyo tu ya kulinda. Mahali ambapo hapajatokea vurugu wasitumie nguvu nyingi, waelekeze tu. Unajua watu wakielekezwa wanaweza kuelewa. Kuna wakati mwingine watu tunaona kama kunatumika nguvu isiyo ya lazima sana. Ni mahali mtu angeambiwa sogea pale akasogea, lakini anaambiwa sogea pale na teke. Sasa hiyo sio nzuri sana. Watu tu waambie sogea pale, jipange hivi, umepiga kura, ondoka, kwa utaratibu tu mzuri. Na mimi naamini kabisa wanaweza kalinda na jambo likaenda vizuri kwa amani. Na mimi natamani
nchi yetu ifanye uchaguzi na mchakato uishe kwa amani. Wale watakaopata wanatumia lugha kura kutosha, wale ambao zitatosha wawe viongozi wetu, tutawapokea. Wale ambao hazitatosha tuendelee kushirikiana kujenga nchi yetu. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele